Hello, karibu katika channel hii tena. Kumekuwa na mfululizo wa video mbalimbali ambazo zinakusaidia kuongeza thamani mwaka 2026. Lakini katika channel hii kumekuwa na mafundisho mengi ya kukujenga ili kukufanya kuwa imara katika mwaka unaokuja. Lakini vile vile kuanzia hatua ya leo kukuboresha hata utakapoifikia kesho. Na wengine wengi wataingia mwaka 2026 na kubaki na maisha yale yale yaliyokuwa 2025 au miaka ya nyuma. Lakini wewe usiwe mmoja wao. Kama utafuatilia video hii, inaweza ikawa hatua moja ya kukufanya kuongeza thamani mwaka 2026. Kumbuka, kwenye maisha hayaheshimu umri, hayaheshimu rangi ya ngozi yako, hayaheshimu mahali ulipotoka, lakini maisha yana kawaida ya kuheshimu thamani ulionayo. Kama utaongeza thamani, basi hakika utapokelewa popote utakapoamua kusimama katika mwaka 2026. Ndio maana nimekuja kwako nikikuletea hii video kwa ajili ya kukusaidia kuongeza thamani mwaka 2026. Kumbuka, thamani si jambo linaloonekana kwa macho ya kawaida, lakini inapoongezeka haipingiki, huwa inaonekana, na inaposhuka pia vile vile haipingiki, inaonekana. Mfano, ukiangalia noti ya shilingi 10,000 na noti ya shilingi 1,000, zote ni karatasi, zote ni namna ya noti, lakini thamani ndiyo huzitofautisha. Na wewe kweli ni mwanadamu, ni mweusi kama mimi, una umbo kama la kwangu, una macho mawili kama ya kwangu, lakini thamani ndiyo huwa inatutofautisha. Na ndio maana wengine pia walio juu wana thamani zaidi kuliko sisi ambao unakuta bado tunaendelea kutaka kupanda kwenda juu zaidi. Na inapaswa kuwa tamanio lako kuendelea kila siku kujiboresha. Kila siku unajinoa, unajiongezea makali. Kwa kujiongezea makali, unazidi kwenda juu na kuwa na viwango vikubwa zaidi. Basi nitakuwa ninakuletea mambo matano ya kukusaidia kuongeza thamani yako katika mwaka 2026. Kama hautaongeza thamani 2026, hakuna muujiza utakaotokea, utabaki kuwa kawaida. Ukiongeza thamani, ukifuatilia haya matano nitakayokuwa ninakufundisha hapa 2026, basi itamalizika hiyo Disemba, utarudi ukifurahi katika video hii. Kwa hii video ilikuwa ni mwanzo wa mabadiliko ya maisha yako au ya maisha yangu nilipoitazama. Jambo la kwanza, maamuzi mapya. Hakuna matokeo yoyote yatakayotokea tofauti kama hautaamua tofauti. Matokeo tofauti ni maamuzi tofauti. Kwa kama utaamua kuanza kufanya mambo kwa namna tofauti, basi 2026 utaenda kuwa mtu wa namna nyingine. Lakini kama utaendelea kufanya mambo kwa namna hiyo hiyo uliyokuwa unafanya ukitarajia matokeo tofauti, basi hiyo ndiyo tafsiri nyepesi ya mtu mjinga. Mtu mjinga ni mtu anayefanya mambo kwa namna ile ile akitarajia matokeo tofauti. Yaani unalima kwa namna ile ile alafu unatarajia matokeo tofauti. Lakini utakapobadilisha namna ya ulimaji wako, basi namna ya mavuno yako pia itaongezeka, kwa sababu umebadilisha namna ya kufanya. Kwa maamuzi mapya kwa lugha ya kimungu, maamuzi yanapotokea ni sawasawa na jambo limekamilika, kwa sababu mtu aliyeamua ni amekata shauri. Mtu aliyeamua ni anasema, iwe jua iwe mvua, lazima mwaka huu nifanye kitu cha tofauti, lazima mwaka huu niuendee kwa sura tofauti. Lakini kama haujaamua, hata ukilazimishwa, hautaweza kufanya chochote. Na wengi wamekuwa wakijidanganya wakiweka hali ya kusogeza mbele. Kila mwaka anasema nitabadilika mwaka ujao, nitajiongezea thamani mwaka ujao. Lakini anza leo hii, amua leo hii. Usikubali sema hii Januari nitabadilika, hii Januari ninaanza hatua mpya. Ukifanya hivyo utajikuta unaendea hatua ambazo ulikuwa wengi hawazifikii, au wewe mwenyewe ulikuwa huzifikii. Ukiamua, basi linahesabika kwa Mungu kama tayari umekwisha kulifanya. Na hilo ni jambo la kwanza la kukufanya wewe kwenda hatua nyingine au
ongeza thamani yako mwaka 2026. Na jambo lingine la pili ambalo litakusaidia kuongeza thamani 2026 ni wekeza kwenye akili yako. Wekeza kwenye akili. Wekeza kwenye akili. Wengi wamekuwa ni wapenzi, wananunua vitabu, hawavisomi, wanaviweka ndani. Wana mhemko, ananunua kitabu anakiacha kwenye simu, ananunua kitabu hasomi. Maarifa kama hautayachukua na kuyasoma na kuyachukua, yani ni kama chakula, ukipika ukakiacha kwenye sufuria, hakuna namna utashiba. Kushiba ni kwanza kukichukua kile chakula kilicho kwenye sufuria, kukiweka kwenye sahani, kukitia mdomoni, kukitafuna mpaka ukiende tumboni, baadaye kinabadilishwa, unaanza kupata nguvu, baadaye unaanza kupata matokeo ya kile chakula kwa sababu umekila, kimeingia ndani yako, kimekubadilisha. Kwa wekeza kwenye akili yako, wekeza kwenye akili yako. Usikubali kubaki kawaida. Mwaka 2026 ongeza vitu kwenye akili yako. Usitegemee vyeti peke yake, usitegemee uzoefu wa kazi yako, uzoefu wa maisha peke yake. Ongeza vitu vipya. Maisha haya yenyewe yanabadilika, kila siku yanakuja na mambo mapya. Kuna teknolojia mpya zinaendelea kugunduliwa, kuna mambo mapya yanaendelea kuja. 2026 usikubali, yani katare hii kwa 2026 sitakuwa vile nilivyokuwa kawaida, nitaendea huu mwaka kwa namna tofauti. Basi amua kuongeza maarifa mapya, soma vitabu vipya, yani jiongezee maarifa kuhusu fedha, jiongezee maarifa kuhusu namna unavyofanya utafutaji wa fedha, jiongezee maarifa namna unavyoishi kiroho, jiongezee maarifa, angalia watu unaoambatana nao, angalia mambo unayojifunza, angalia vitu unavyotazama, angalia vitu unavyosikiliza. 2026 utakavyowekeza kwenye akili yako, ujuzi utakaoweka utakusaidia kuongeza thamani yako. Tafuta short course, soma 2026. Ongeza maarifa, usitegemee namna peke yake, ongeza ujuzi wa mambo. Jua mambo kwa namna nyingine. Ulikuwa unajua hiyo namna moja, ongeza njia nyingine. Hakuna namna au hakuna mahali ambapo imeandikwa sheria kwa ukisonga ugali lazima ufanye hivi na hivi na hivi peke yake. Kuna njia nyingine unaweza ukapita. Waswahili wanasema mchele mmoja huwa una mapishi mbalimbali. Kwa kumbe unaweza ukaanza kuongeza maarifa na ukajikuta jambo lile moja unaliletea matokeo kwa namna nyingine, unaleta matokeo bora zaidi kwa namna nyingine, unapita njia yako unaleta matokeo mengine. Kwa hakikisha unaongeza maarifa. Ongeza maarifa. 2026 itaongeza thamani yako. Utakuwa umeongeza thamani yako ukiwekeza kwenye akili yako. Lakini jambo la tatu ni nidhamu binafsi. Nidhamu ni kufanya jambo unalopaswa kufanya, na hata pale usipojisikia kufanya, na kwa muda unaopaswa kulifanya. Kwa hiyo ndio nidhamu. Unafanya unalopaswa kufanya kwa muda unaopaswa kufanya, hata kama hujisikii kulifanya. Kwa unajikuta ukiendelea kufanya hivyo na kufanya hivyo, unajikuta ndoto zako, mipango yako inaongezeka. Utakapojiwekea ratiba za kusoma vitabu zitatimia, utakapojiwekea kufanya biashara zitafanyika, utakapojiwekea kuamka mapema utaamka, kwa sababu umeweka nidhamu. Ukiweka kuhudhuria ibada utahudhuria, yani yote utakayokuwa umejipangia utakuwa unayafanya. Hakuna atakaye kusukuma, hakuna atakaye kubembeleza, hakuna hata kiwepo, hakuna hata mmoja yani ikitokea hata asipokuwepo anayekutazamia au kukufuatilia, lakini unajiwekea nidhamu wewe mwenyewe. Hiyo itakusaidia kuongeza thamani yako mwaka 2026. Na itakuongezea kuaminika kwa watu, itakufanya uheshimike, lakini vile vile itakufanya uhitajike. Bila hivyo basi utabaki kuwa mtu wa kawaida na utakuwa unaendelea kuwa ni mtu wa visingizio. Lakini mtu mwenye nidhamu binafsi hana visingizio. Yeye ni kuhakikisha jambo linatokea. Yeye kazi yake ni kuhakikisha jambo linatokea kwa sababu amejiwekea nidhamu. Ni kama mfungwa wa mawazo yake mwenyewe. Mtu mwenye nidhamu binafsi ni kama mtu aliyefungwa, ni mtumwa wa mawazo yake mwenyewe. Kwa unajitumikisha, unajiweka kwenye gereza mwenyewe la kuhakikisha jambo linatokea. Lakini jambo la 4 litakaloongeza thamani yako 2026 ni mahusiano sahihi. Mahusiano sahihi. Wanasema ukiambatana na watu wajinga 5, wewe ni mjinga wa 6. Ukiambatana na matajiri 5 ambao ni marafiki zako, yani sio kuambatana kwa utatembea nao njia, no, ni marafiki zako wa kuivana, hao wewe ni tajiri namba 6. Kwa sababu
huwezi ukawa kwenye mzunguko wa mahusiano na watu sahihi alafu wewe usipokuwa mtu sahihi. Ule mzunguko wa mahusiano sahihi utakukataa. Kwa watu wengine walikuja maishani mwako ni kama majani yapo kwenye mti kwa ajili ya muda mfupi, yanapukutika ili mti uendelee kusonga mbele. Kwa kuna watu ambao walikuja kwenye maisha yako, sitaki kuwang'ang'aniza kukaa nao daima, waachilie waende. Weka watu wengine wapya kwenye maisha ambao watakusaidia kuwa bora na kuongeza thamani yako, kuwa bora na kuongeza thamani yako. 2026 ni kwa ajili ya kuongeza thamani yako. Kama utaongeza thamani yako, basi 2026 tutakuona ukiwa mahali pa juu zaidi kuliko hapa ulipo. Lakini kama hautaongeza thamani yako, basi utaendelea kubaki kulalamika. 2026 jiulize swali, huwa unamsikiliza nani? Huwa unamsikiliza nani? Lakini vile vile huwa unamtazama nani? Ukiingia YouTube hapa unamtazama nani? Ukienda Facebook unasoma vitu gani? Ukienda sijui Instagram unatazama nini? YouTube, TikTok unatazama nini? Twitter unasoma nini? Unatazama nini? Kwa hayo yote yanakusaidia kuongeza thamani, yana mchango katika kujenga thamani yako. Kwa hivyo badilisha namna ya vitu ambavyo unasikiliza, badilisha mazingira na thamani yako itabadilika. Boresha mahusiano na watu chanya. Wafikie, wasogelee watu bora. Hakikisha nao unakuwa kwenye seko. Ingia kwenye duara na watu makini, na wewe kabisa utaanza kuwa mtu makini. Lakini usikae na watu hovyo, na wewe utakuwa ni mtu hovyo. Na jambo la 5 na la mwisho litakalo kusaidia kuongeza thamani yako 2026 basi ni ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho. Kama utakuwa kiroho, utajiongezea thamani kwenye mambo yako ya kiroho. Utaongeza muda wa ibada, utaongeza muda wa kutafakari maneno ya Mungu. Itakusaidia kuwa bora, kwa sababu kukua kiroho 2026 ili uwe mwadilifu, usiwe dhaifu, unahitaji kuwa na utulivu. Unahitaji kuwa na msingi wa kiroho, kwa sababu maisha haya siyaone hivi, yana nguvu nyuma yake ya kiroho inayoyafanya kusonga mbele. Kwa hivyo ukikua ukajiboresha kiroho, utafanya namna ya maisha yako 2026 ikaboresheka. 2026 inahitaji utulivu wa akili, inahitaji roho imara, lakini vile vile inahitaji maamuzi yenye hekima. Haya yote utaweza kuyafanya pale tu utakapokuwa umekua kiroho. Kama hautakuwa kiroho, basi utakuwa bado unaongozwa na mihemko, unaongozwa na hasira, lakini vile vile unakuwa mtu wa kughairisha, unazira, unaacha mambo yaliyokuwa hata ya msingi kukusaidia, lakini wewe unakuwa na kiburi kisicho na maana. Hata watu wakikwambia mambo ya kukusaidia, wewe unakuwa unawaacha, unaachana nayo, unayapuuzia. Kwa hakikisha kabisa utu wako wa ndani unafanywa upya kila siku. Unakuwa mpya kila siku. Roho yako inapokea neno la Mungu. Unakuwa bora, unajiboresha kila siku ndani ya kwako. Kwa ndugu yangu, 2026 haitakuwa na muujiza wa ajabu kama hautaamua kuchukua maamuzi ya tofauti. Na wengi wamekuwa wakisikiliza wakaacha. Kama umesikiliza ujumbe huu, uchukue, utumie, utendee kazi. Na kama utaanza kuzingatia, ukachukua haya maarifa, ukabadilisha maamuzi yako, ukawa na nidhamu binafsi, ukawekeza kwenye akili yako, ukakuwa kiroho, hakika 2026 hautakuwa mtu wa kawaida. Na linaweza likawa hili swali langu kwako: lipi kati ya haya ambayo nimekutajia 5 yanayoongeza thamani yako mwaka 2026 wewe utaanza na jambo gani? Unaweza ukaniandikia hapo kwenye comment section, nitafurahi sana kuona ujumbe wako. Na katika hizi dakika 15 tutakazokuwa tumezitumia hapa, ninakusihi sana uweze subscribe ili kuendelea kupata mafundisho zaidi, lakini unaweza kupitia jumbe zilizotangulia, kwa sababu ziko jumbe kadhaa za kuanza mwaka 2026 ambazo nimeendelea kuziweka katika hii channel yetu ili zikusaidie unapouendea mwaka kuwa bora zaidi. Lakini utakapo subscribe, na maana utatusaidia ujumbe wetu huu kuzidi kupelekwa mbali na YouTube au na huu mtandao unapotazama. Utafanya watu wengine waweze kuona jumbe hizi, na hilo ndio lengo letu. Tunatamani watu wengi wafikiwe na maarifa chanya ili waendelee kuwa bora na jamii yetu iwe bora. Na
share, washirikishe rafiki zako, na kwa kufanya hivyo tutazidi kuijenga jamii bora, na 2026 tutakuwa ni vijana wengi wenye thamani kubwa ambao tunapatikana katika maeneo tofauti tofauti. Ninakushukuru sana kwa muda wako wa dakika hizi 15, yani robo saa ambayo umeitenga kwa kukaa na mimi hapa, umefuatilia ujumbe, umesubscribe, lakini umewashirikisha na rafiki zako, na zaidi sana na comment. Kama kuna kitu utaanza nacho katika hapa comment, tutakujibu na kufuatilia, na tutafurahi kukusikia katika yale ambayo unaendelea kujifunza pamoja na sisi. Ninakushukuru sana. Mimi ni Japhet Katana, ndugu yako sana, na nitafurahi sana kuona mwaka wako 2026 unakuwa chanya kuliko miaka mingine yote ambayo umewahi kuishi hapa duniani. Asante sana, ninakutakia wakati mwema na ninakushukuru. Nikikuaga kutoka katika Ipa studio zetu, basi niseme bye bye. Thank you so much.